Kuna kitu kimoja kinaumiza sana kuliko kukosa pesa. Kinaumiza kuliko hata kukosa kazi na kinaumiza kuliko hata kukataliwa. Ni kugundua kwamba mtu uliyemjali sana hakuthamini kabisa. Na kama unanisikiliza sasa hivi, huenda unapitia hali hii. Unajituma sana kwenye mahusiano, unajitoa kazini, unajali sana marafiki. Inawezekana hata kwenye familia yako unajitoa sana. Lakini mwisho wa siku unapuuzwa, unadharauliwa na unachukuliwa kawaida sana. Leo nataka nikwambie ukweli mmoja. Sio kila mtu atakuthamini na hiyo sio kosa lako. Kaa mpaka mwisho wa video hii kwa sababu nitakuonyesha nini cha kufanya pale mtu anapokosa kuthamini thamani yako. Bila kulalamika na bila kumletea drama wala kukuletea drama wewe na bila kupoteza heshima yako. Kwanza, kwa nini watu wengine hawakuthamini? Hebu nikuulize swali. Je, umewahi kumpa mtu kila kitu ulicho nacho, lakini yeye akaendelea kukuona kama hakuna kitu? Sababu kubwa ni hii moja. Binadamu hawathamini kitu kinachopatikana kirahisi sana. Ukifanya yafuatayo, kwa maana ya unapatikana muda wote, unajibu haraka kila wakati, unavumilia hata kudharauliwa, unasamehe bila mipaka. Akili ya binadamu ina tabia ya kutafsiri hivi: huyu hata nikimkosea hata niondoka kirahisi. Na hapo ndipo thamani yako inaanza kushuka. Sio kwa sababu wewe huna maana, bali kwa sababu umefanya uwe rahisi kupatikana kupita kiasi. Kosa kubwa watu wengi hufanya mtu asipowathamini ni kulalamika sana, kujieleza kupita kiasi ama kujitetea, lakini pia kujaribu kumshawishi mtu amuone ana thamani kwake. Hebu nikwambie ukweli kidogo mchungu. Huwezi kumlazimisha mtu wa kuone wa maana. Ukijaribu kujipendekeza, kujishusha na kuomba uthaminiwe, basi unazidi kumpa mtu nguvu yako. Thamani ya mtu haielezwi kwa maneno, inaonyeshwa kwa mwenendo. Sasa nini cha kufanya? Jambo la kwanza la kufanya, simama kidogo. Ukiona mtu hakuthamini, jambo la kwanza fanya hivi: simama kidogo. Sio kwa hasira, sio kwa akili, lakini punguza mawasiliano. Lakini pia punguza upatikanaji wako. Lakini punguza kujitolea kupita kiasi. Utaona kitu cha ajabu. Wengine wataanza kukutafuta, wengine watakukasirikia, wengine hawatajali kabisa. Na hapo ndipo ukweli utaonekana wazi. Mtu anayekujali ni upi? Maana ataona pengo lako. Lakini mtu asiyekujali ataendelea na maisha yako. Na hapo ndipo utapata jibu. Lakini pili, angalia matendo, sio maneno. Watu wengi wanasema nakujali, wewe ni muhimu kwangu, usiniache. Lakini matendo yao hawana muda kwako, hawakusikilizi na hawakuheshimu mipaka yako. Maneno bila matendo ni uongo uliopambwa. Ukiona unajituma zaidi yao, unapenda zaidi yao, unajali zaidi yao, chukua hiyo kama taarifa, sio kama ni changamoto. Lakini tatu, jenga thamani yako ndani yako mwenyewe. Siri kubwa ya watu wanaoheshimiwa ni hii: hawategemei uthamini wa mtu ili wajisikie wa maana. Anza kufanya yafuatayo. Jifunze kimwili na kiakili. Jiongezee ujuzi, jiongezee nidhamu, jifunze kusema hapana. Ukijithamini, hutohangaika kuthibitisha thamani yako. Hutovumilia kudharauliwa na hutoshiki kuondoka. Wewe kuondoka, unaweza kuondoka muda wote ule, huwezi kutishika. Na cha ajabu ni hiki: dunia huanza kukuheshimu pale unapojiheshimu mwenyewe. Lakini 4, jifunze kuondoka bila kelele. Watu wenye nguvu ya kweli hawapigi kelele wanapoondoka. Hawatusi, hawafanyi drama, hawaelezi sana. Wanapunguza kisha wanaondoka kimya kimya. Na huo ukimya unaumiza zaidi, unafundisha zaidi na unaheshimika zaidi. Ukiondoka kwa heshima, unabaki na nguvu zako. 5, kubali kwamba sio kila mtu atakuthamini. Huu ndio ukweli wa mwisho. Hata dhahabu sio kila mtu anaipenda. Watu wengine hawapo tayari kwa kiwango chako. Hawajakomaa kukuelewa na hawastahili
nafasi uliyowapa. Na hiyo ni sawa, usijilaumu, usijipunguze, usijibadilishe vibaya ili upendwe. Kama mtu hakuthamini, basi usiombe. Jiondoe, jiongeze na jiheshimu. Mahali sahihi, watu sahihi watakuona thamani yako bila kulazimishwa. Kama ujumbe huu umekuzungumza vizuri wa moyo au umekuridhisha moyo wako, tafadhali like, comment neno thamani na subscribe ili usikose content zaidi za kukuinua kimaisha na kiakili. Kumbuka, wewe ni wa maana hata kama hawakuoni. Asante na karibu tena kwenye video inayofuata.